Kundi la waasi wa M23 nchini DRC limesema halitashiriki mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika leo kati ya kundi hilo na serikali mjini Luanda, Angola. Taarifa ya kundi hilo imezishutumu baadhi ya taasisi za kimataifa kwa kudhoofisha jitihada za amani. Kwa upande wa serikali ya DRC imethibitisha kuwa itashiriki katika mazungumzo hayo. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa kutoka nchini DRC, Didier Bitaki, ambaye anaanza kwa kuelezea ikiwa hatua hii ya kuvunjika kwa mazungumzo ilitarajiwa. Yalikuwa yakitarajiwa kwa sababu tukiangalia kwenye mchakato wote, serikali ya Angola ilialika Bertrand Bisimwa kama mwakilishi wa waasi, lakini mimi nahisi kwamba mzozo ambao unaoendelea baina ya M23 na serikali ya Kongo sio mzozo ambao unahusu M23, kwa sababu M23 ni kama kikundi ambacho tayari kilikuwa kimeshamaliza kutoa vikosi vyake kuwakabidhi serikali na wengine wakatoka kwenye jeshi. Sasa wakati mtu yeyote yule anaweza akatafute ufumbuzi kwa mzozo huu, ikiwa hata shirikisha Rwanda, hatuwezi tukafikia muafaka. Wapatanishi lazima wangefikiria vizuri ikiwa ni nani na nani ambao wanatakiwa kubainika kwenye mchakato wa kutafuta ufumbuzi kwa mzozo wa Kongo. Kuna uwezekano wa kuendelea kwa mazungumzo ya amani bila ya kuhusika kwa M23? Unajua, M23 wanawakilisha maslahi ya Rwanda. Sasa kwa sababu Rwanda yeye pia anatumia fursa hii kwa kujificha nyuma ya wakongomani ambao wana matatizo ndogo ndogo ambayo yanaweza yakatatuliwa na serikali yao, inapelekea mzozo huu kukosa ufumbuzi. Yani M23 iwakilishwe ama hapana? Ikiwa ni serikali ya Rwanda ambayo inaamua kuzungumza na serikali ya Kongo, wapatanishi wanaweza wakaleta muafaka na suluhisho linaweza likapatikana. Madai yote yanayohusisha Rwanda kuhusiana na mzozo wa mashariki mwa DRC, Rwanda imekuwa ikikanusha mara zote. Wale ambao wanapambana nchini Kongo ni wakongomani ambao wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, waliopokonywa ardhi sasa wakapelekwa Kongo. Hiyo sio jambo ambalo watu wanaweza wakazungumzia tena kwa kirefu. Liko wazi. Rais Lorenzo na Umoja wa Afrika walikusudia kutumia mazungumzo haya kama mbinu ya kutatua mzozo. Sasa kujiondoa kwa M23 kutakuwa na athari gani kwa juhudi hizi? Ni kwamba vita sasa vitaendelea. Unadhani ni njia gani bora basi kwa pande zote mbili, serikali ya DRC na M23, ili kufikia makubaliano ya amani? Nahisi kwamba Umoja wa Mataifa lazima uingilie zaidi, kwa sababu Umoja wa Mataifa haujaingia ndani kwenye mgogoro huu, na Umoja wa Mataifa una nguvu za kushurutisha pande zote mbili kukaa kwenye mazungumzo. Lakini wakati ambapo Umoja wa Mataifa umetoa resolution ambayo inahitaji Rwanda iondoe vikosi vyake, M23 wajiondoe kwa maeneo waliochukua, sijui inaomba serikali ya Kongo kuzungumza na waasi, lakini hawakuweka mikakati ambayo yanaweza yakarahisishe wale watu pande hizi zote kuzungumza, ndio inaleta dosari hii. Lakini upande wangu nahisi kwamba Umoja wa Mataifa ukachukua jambo hili na kuteua wapatanishi ambao watapewa nguvu za kushurutisha pande zote hasimu kuingia kwenye mazungumzo, suluhisho linaweza likapatikana kupitia njia ile. Ni mchambuzi wa siasa kutoka nchini DRC, Didier Bitaki. Tukiendelea kusalia katika eneo la maziwa makuu kuhusiana na mzozo wa DRC, Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu 9 wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda, pamoja na wale ambao umoja huo unadai wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanajiri wakati serikali ya Rwanda ikitangaza kukata uhusiano wake na nchi ya Ubelgiji, ikishutumu kwa kuchochea vikwazo dhidi yao. Mwandishi wa BBC Yves Buchana ameandaa taarifa ifuatayo. Kulingana na tangazo la Umoja wa Ulaya, vikwazo hivyo vimeolenga Meja Jenerali Ruki Karusisi almaarufu Roki, aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum cha jeshi, lakini aliondolewa katika wadhifa huo wiki iliyopita na kurudishwa makao makuu ya jeshi. Pia maafisa wengine wawili wa jeshi, Meja Jenerali Eugene Nkubito na Brigedia Jenerali Pascal Muhizi. Umoja huo unasema wawili hao waliongoza majeshi ya Rwanda kupigana kusaidia waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Upande wa waasi wa M23 waliolengwa hasa na vikwazo vya Umoja wa Ulaya ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa, Kanali John Nzenze, msimamizi wa idara ya ujasusi, na Kanali Joseph Bahati Musanga, anayejulikana kama Kanali Bahati Erasto, aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini. Yeye pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la M23.
Miongoni mwa wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Bwana Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi ya Rwanda. Kampuni ya Gisabo Gold Refinery ya mjini Kigali inayochimba na kusafisha dhahabu pia imewekewa vikwazo. Umoja wa Ulaya unasema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini, hususan dhahabu. Mali za wahusika zinazopatikana katika mataifa ya sehemu ya umoja huo zitakamatwa na pia kuwapiga marufuku kusafiri barani humo. Tangazo hilo limekuja likifuatia Rwanda kutangaza kukata mahusiano yake na nchi ya Ubelgiji na kuwatimua wanadiplomasia wa nchi hiyo waliokuwa mjini Kigali. Kwa kujibu, Ubelgiji pia imechukua hatua kama hiyo. Kwa mjibu wa Umoja wa Ulaya, Rwanda imetuma wanajeshi 4,000 nchini Kongo. Serikali ya Rwanda inakanusha kuhusika na vita hivyo, ikisema tu kwamba inachukua hatua za kulinda nchi kutokana na athari za vita. Taarifa yake Ive Buchana.